BW Media, stay informed. Karibu BW Media, kipindi hewani ni mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo katika wiki hii tunachambua somo kutoka waraka kwa Wakolosai sura ya 2, tukijikita katika mada kuu, kutimilika katika Kristo. Kwa maneno mengine, mpenzi mtazamaji, nikwambie tu unaweza ukasema hekima na maarifa ya Mungu katika Kristo. Haya mambo tunaenda kuyachimba kwa undani zaidi nikiwa na wachambuzi ambao mara zote tumekuwa tukiongozana nao katika kuyajenga masomo haya. Na katika kipindi cha leo, mpenzi mtazamaji, kwa namna ya pekee niko na Dr. Martin Maduhu, hali kadhalika mwinjilisti Matthew Masaka. Hawa tutaungana pamoja katika kuhakikisha somo hili, kutimilika katika Kristo, unapata undani wake hasa katika sura ya 2 ya kitabu cha Wakolosai. Nikukaribishe sana katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Dr. Madu, karibu katika kipindi cha leo. Asante sana. Tunaendelea na nyaraka za Mtume Paulo leo tukijikita katika sura ya 2 ya Wakolosai. Hakika. Ningekuomba utuongoze katika fungu ambalo linabeba mada nzima ya leo, tunapokuwa tukiangazia kutimilika katika Kristo. Naam, kitabu cha Wakolosai sura ya 2 aya 16 na 17. Neno la Mungu linasema, basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au Sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Tufumbe macho tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa asamu nyingine, asante kwa kibali cha afya na uzima. Tunamwalika Roho yako Mtakatifu akawe pamoja nasi tutakapokwenda kujifunza habari hizi za kutimilika katika wewe. Tufunulie mtazamaji na mfuatiliaji wetu, wachambuzi, tukaweze kutambua hasa neno lako na ikawe uzima kwa maisha yetu katika Kristo Yesu, amen. Naam, tunashukuru Dr. Martin kwa fungu pamoja na ombi ambalo kimsingi linatuwezesha sasa kuendelea kuzama ndani zaidi. Mwinjilisti Masaka, karibu katika kipindi cha leo. Asante. Miongoni mwa aya zenye ukinzani na aya tata katika ulimwengu wetu leo, hasa katika wale watu ambao wanapenda kufuatilia maandishi na nyaraka za Paulo, ni Wakolosai sura ya 2. Yeah. Nikukaribisha katika somo la leo. Kwa utangulizi tu, tukiangazia kutimilika katika Kristo, tunaangazia mambo gani hasa? Tunapozungumzia kutimilika katika Kristo, tuna maana ya kukamilika katika Kristo. Yaani kupitia kwa Kristo ndipo tunakamilika au tunakamilishwa. Kwa asili wanadamu baada ya dhambi si wakamilifu. Dhambi iliondoa ule ukamilifu ambao tuliumbiwa nao na Mungu, na ndio maana alipoumba katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ile ya 31 kwamba kila kitu alichokifanya kilikuwa ni chema sana. Kabla ya dhambi tulikuwa wakamilifu, lakini dhambi ilipoingia ule ukamilifu ukatoweka. Kwa hiyo kupitia kwa Kristo tunakamilika, tunakamilishwa, tunapatanishwa, tunaitwa pamoja. Maana kwa Kristo kuna hazina yote ya hekima na maarifa inapatikana kwa Kristo Yesu. Lakini ile fungu letu wakalili linasema, basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula na au vinywaji au sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au Sabato, maana mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Katika aya hii, baadhi ya Wakristo wameitumia aya hii wakihusianisha na Sabato ya siku ya 7, ile amri ya 4. Lakini hapa Paulo anashughulika na Wakolosai akiwahusia kwamba mtu asije akawahukumu waumini wa Kolosai. Na mtu huyu ni nani? Ni wale walimu wa uongo wa Kiyahudi ambao walikuwa wanachafua kazi ya Paulo. Kila akienda mahali fulani wanamfuata nyuma, wanachafua kazi ya Paulo, wakihusianisha kaida za kidini au sikukuu zile za kidini za Kiyahudi na Ukristo, na hivyo kuwalazimisha wa Kolosai, waumini wa Kolosai kwamba washike zile kaida za kidini, ndipo watakuwa wamekamilika katika Ukristo. Lakini ukamilifu wetu haukamilishi kupitia kaida za kidini
au desturi za kidini. Ukamilifu wetu unakamilishwa kupitia Kristo, ambapo somo linasema kwamba kutimilika katika Kristo. Yesu ndio anayetukamilisha au kutimilisha. Kwa hiyo kulikuwa na changamoto kubwa katika kanisa la Kolosai kwamba walimu wa Kiyahudi wale walikuwa wanaingiza mafundisho ya upotofu, wakiwaambia wale wa Kolosai kwamba lazima washike zile sheria au zile kaida za sikukuu za kidini. Tunapojifunza sabato ya siku ya saba haihusiani na hili fungu kabisa. Sabato ya siku ya saba ilikuwepo kabla ya anguko la mwanadamu, ilikuwepo kabla ya Wayahudi kuwepo, ilikuwepo kabla ya kaida za kidini hizi za Kiyahudi kuwepo. Kwa hiyo haihusiani na sabato ya siku ya saba. Watu wanatumia fungu kuhusanisha na sabato ya siku ya saba, hawalitendei haki, maana havina uhusiano wote. Hapa nazungumzia zile sikukuu za kidini ambazo zilikuwa zinafanyika, na sabato zile za sabato za miaka, sabato za Jubilii ndio zinahusianishwa hapa. Na sikukuu za maandamo mwezi, kulikuwa na sikukuu ambazo zinafanyika za Kiyahudi kama sherehe za Kiyahudi, kama kaida za kidini ambazo zilikuwa zinaambatana na utoaji wa kafara. Na kafara hizi zilikuwa zinatuelekeza kwa Kristo ambaye ni uhalisia wenyewe, kafara zilikiwa ni kivuli tu. Kwa hiyo katika mada ya juma hii, kutimia katika Kristo inazungumzia namna gani kupitia katika Kristo tunakamilishwa, na tukamilishi kupitia kaida za kidini ambazo baadhi ya waumini wa Kiyahudi walioongoka kwa Kristo walikuwa wanaendelea kuzishikilia, kwamba bila kupitia kaida za kidini hizi huwezi kuwa mkamilifu, huwezi kuwa mwongofu wa Kikristo. Paulo anakanisha maneno haya kwa kutoa aya hii kwamba mtu asiwahukumu. Asante. Naam, asante Masaka kwa maelezo mazuri hayo. Huwa tunaulizwa kwamba kwa nini unashika sabato? Kwa nini hauli nguruwe? Kwa nini hauli bata? Wakati yote yaligongomelewa pale msalabani. Wakati yote kama fungu lilivyosema kwamba asiwahukumu kwa ajili ya vyakula au vinywaji. Muktadha wa kitabu hiki na sura hii kwa Wakolosai ilikuwa ni kwa ajili ya kunyoosha mafundisho ya uongo. Mafundisho ya uongo, walimu wa uongo. Walimu wa uongo ni wale wote wenye dini ambao ni waaminifu na wanashika Biblia, ni kweli kabisa, lakini hawajatimilika katika neema katika Kristo. Mtu yeyote ambaye amebaki na Torati bila Injili, Torati ambayo ni kweli kabisa, ni Biblia, ni neno la Mungu, pasina kuwa na Yesu, bado hakujatimilika. Kwa hiyo tunapozungumzia kutimilika katika Kristo, tunazungumzia sheria ya Mungu, tunazungumzia neno la Mungu pamoja na neno mwenyewe ambaye ni Kristo mwenyewe. Yafahamike mambo haya mawili. Jambo la kwanza kwamba yaliyozuiliwa Paulo aliyokuwa anaeleza mtu asiwahukumu kwa vyakula na vinywaji ilikuwa ni kutokana na misimamo mikali ambayo iliwataka watu kufanya matendo ya kimwili zaidi bila Injili ya Kristo. Ndiyo Paulo anaandika aya hiyo kunyoosha. Na jambo la pili, kutimilika katika Kristo ni kuonyesha sasa kwamba yote zoezi zima, mchakato mzima wa maisha ya Ukristo sio sheria na taratibu zilizonyooka, bali ni tabia, ni ufunuo na ni udhihirisho wa Kristo mwenyewe. Tujifunze nini tunapoelekea katika somo hili? Tunapoenda kuzama kwa undani kabisa, ni kwamba katika Kristo Yesu ndipo misingi thabiti ya dini, ndipo kanuni halisi ilipoweza kujificha. Sio katika taratibu, sio katika matendo ya dini, bali ni katika Kristo. Asante. Asante Dr. Martin. Tukiendelea mbele, mwinjilisti Masaka, tunaona katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 3, Paulo anasema zimefichwa hazina zote za hekima na maarifa. Alikuwa na maana gani hasa? Tunapojifunza hekima na maarifa ya Mungu yamefichwa katika Kristo. Yaani kwa kifupi, Kristo ndio hekima ya Mungu. Kristo ndio maarifa ya Mungu. Wakati Ayubu anauliza kwamba hekima inapatikana wapi, mahali pa ufahamu wapi, ni Kristo mwenyewe. Paulo anajibu kwamba kupitia kwa Kristo hazina zote za hekima na maarifa zimesidika ndani yake.
Kolosai sura ya 2 kuanzia ya kwanza, neno la Mungu linasema, maana nataka ninyi mjue jinsi ilivyo kuu juhudi yangu nilionayo kwa ajili yenu na kwa ajili ya wale wa Laodikia na wale wasioniona uso wangu katika mwili, ili wafarijiwe mioyo yao wakiunganishwa katika upendo, wakapate utajiri wote wa ufahamu kwa hakika, utajiri wote wa ufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yani Kristo, kwamba Kristo ni utajiri, lakini Kristo ni siri ya Mungu, lakini Kristo ni ufahamu. Lakini aya 3 ndio aya inayovutia zaidi, inasema ambaye ndani yake, ndani ya Kristo huyo, yeye hazina zote za hekima na maarifa zimestirika. Yaani kupitia Kristo ndipo chimbuko, ndipo kiini cha maarifa, yaani kuna utajiri, kuna hazina zimestirika za hekima na maarifa yanapatikana kwake. Wakati Yakobo anatuhusia kwamba mtu wa kweli akipungukiwa hekima aombe kwa dua kwa Mungu, apae wote kwa ukarimu, jibu linapatikana hapa, tunaomba kwa Kristo Yesu. Kama umepungukiwa na hekima, umepungukiwa na maarifa, yanapatikana kwa Kristo. Unaponyenyekea na kuomba karama ya hekima, kuomba karama ya maarifa, yanapatikana katika Kristo Yesu. Maana kwake, katika Kristo ndipo hazina, chimbuko, asili ya hekima na maarifa imejaa kwake tele. Wakati Sulemani alipotokewa na Mungu pale Gibeoni, aliambiwa aombe jambo lolote Mungu atamtendea. Sulemani akaomba hekima. Sulemani akaomba awe na Yesu moyoni. Yaani ukiwa na Yesu moyoni una hekima, ukiwa na Yesu moyoni una maarifa, ukiwa na Yesu moyoni una hazina zote za kiungu ndani yako. Na kwa njia ya hekima Sulemani aliudhihirisha utukufu wa Mungu kwa mataifa yote, na Mungu akatangazwa. Lakini leo pia kupitia kanisa, kitabu cha Efeso sura 3 nasema kupitia kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu ya namna zote ipate kufahamika. Kwa kupitia kanisa la Mungu tunapata hekima, na hekima hii chimbuko lake ni Yesu. Yesu ndani ya kanisa, Yesu ndani yako anakupatia hekima na maarifa na ufahamu, na unaudhihirishia ulimwengu hekima hiyo, na hekima inautangaza uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo chimbuko halisi la hekima na maarifa napatia kwa Mungu. Hebu iwe shauku yako, iwe shauku yangu kuomba hekima, kuomba maarifa, kuomba ufahamu ambao kwa Kristo ndipo chimbuko na hazina tele za maarifa. Na hekima ni nzuri, maana hekima inatuongoza kutenda mapenzi ya Mungu. Hekima inatuongoza kufahamu wokovu, kukulia wokovu na kuishi na kuwa na tumaini la hakika. Asante. Asante kwa maelezo hayo ambayo yanaonyesha kwamba hekima na maarifa vimesitirika ndani ya Kristo, na kwamba kama waumini wa Kolosai wanaaswa pia kuwa namna hiyo. Lakini Mtume Paulo anaenda mbali zaidi katika ile wa Kolosai sura ya 2 fungu la 5. Anaonyesha kwamba watiwe moyo na waunganishe katika upendo. Kuna swala la utaratibu. Kwa nini umoja na utaratibu ni muhimu sana katika maisha ya kanisa au kwa waumini pia hata katika jamii? Umoja na utaratibu unaonekana ni kitu muhimu sana. Kwa mtazamo wako Dr. Martin, unadhani kwa nini ni muhimu? Naam, asante sana. Utaratibu ni wa muhimu sana katika nyanja zote za maisha. Ifahamike kwamba Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu, na ifahamike tu kwamba hekima ni kuwa na utaratibu, oda, mpangilio ule. Jinsi tulivyokaa hapa ni utaratibu. Namna tunavyofanya maisha yetu kila siku ni utaratibu. Tunapozungumzia hekima na maarifa ya Mungu, tunazungumzia utaratibu kwa namna alivyofanya uumbaji, akatenganisha hiki na kile, akamuweka mtu katika bustani baada ya kumpatia yote. Maisha yetu ya kila siku, ikawa asubuhi, ikawa jioni, yote utaona kwamba ni utaratibu, na ndiyo hekima ya Mungu. Dunia imepata kuwa na watu kadha wa kadha wenye hekima, lakini wale wote waliokuwa na hekima isiyokuwa na utaratibu, mwisho wa siku imekuwa tanzi, imeonekana kama kikwazo. Tunazungumzia Mafarisayo, walikuwa na hekima kubwa sana ya maandiko, lakini walikosa utaratibu, walikosa kuona kwamba kuna kivuli na kuna kiini.
kuna kivuli na kuna halisi ambaye ndiye Yesu. Dunia hii imeshuhudia watu wengi, kina Aristotle, kina Plato, Confucius, walikuwa na hekima, lakini wanapokosa utaratibu ndiyo inaonekana walimu wa uongo. Kwa hiyo katika maisha yetu tujenge utaratibu katika nyanja zote za maisha. Asubuhi unapoamka, weka utaratibu. Utaamka muda fulani, utafanya 1, 2, 3, huku ukifanya vipaumbele vyako kwanza. Kanisani, weka utaratibu, ibada, mipangilio, kila kitu kikae katika uratibu mzuri. Na kwa kufanya hivyo tutaona muunganiko wetu, mshikamano wetu, upendo wetu wote utaweza kutiririka. Mahali pasipo na utaratibu kuna machafuko. Mahali pasipokuwa na utaratibu kuna mikanganyiko. Lakini kwenye utaratibu mambo yote yanaweza kwenda pamoja, na ndio hudumisha upendo na mshikamano. Asante. Naam, pamoja na hayo Mwinjilisti Masaka, tunaona Mtume Paulo pia anasisitiza kuwa na mizizi katika Kristo. Na ukiangalia katika aya mbalimbali zimekuwa zikitumia pia sitiari ya kuonesha mimea inavyotumika. Kwa mfano, katika Mathayo sura ya 3 mstari wa 10 kuna swala limezungumzwa na shoka limeshawekwa penye shina ya mti. Lakini pia Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 7 Paulo pia aliwahi kuzungumza kwamba mimi nilipanda, Apolo akatia maji. Sasa katika Wakolosai 2 fungu la 7, mpenzi mtazamaji, kumbuke tunaangazia Wakolosai sura ya 2. Fungu la 7 anatumia mfano wa mmea uliopandwa na kuota mizizi. Kwa tafsiri hii sasa, Mtume Paulo ana maana gani? Mtume Paulo anatumia stiari hii ya mti, na sio wa kwanza kutumia stiari hii. Wengi walitumia stiari hii, hata manabii. Kwa mfano Daudi alitumia neno hilo katika kitabu cha Zaburi sura ya 1. Anasema wale ambao wanaenda katika Bwana, wacha Mungu, wanafananishwa na miti iliyopandwa kando kando ya maji, ambayo muda wote ina ubichi na inazaa matunda kwa wakati wake. Lakini pia Isaya amezungumzia katika sura ya 61 aya 3, hasa sehemu ile ya mwisho, anasema kuangazia hao walio katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito. Sehemu mwisho anasema wapate kuitwa miti ya haki. Wakristo tunapaswa kuwa miti ya haki. Tunafananishwa na miti ya haki, miti iliyopandwa na Bwana. Na anasema wapate kuwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Tunapokubali kupandwa na Bwana, tunakuwa na mizizi, tunakuwa na shina, tunakuwa na kina katika yeye, tunakuwa na ufahamu na maarifa katika Kristo Yesu, na hivyo tunakuwa katika ufahamu na maarifa zaidi. Hata katika Yohana sura ya 15 Yesu mwenyewe alizungumzia habari ya mti akisema mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, na akifananisha hivyo kwamba tunaposhikamana naye tunakuwa na ufanisi, tunakuwa na mafanikio, tunakuwa na ustawi mkubwa katika kazi ya Mungu, tunakuwa na mafanikio makubwa katika utume. Wakati mwingine tunapanga mipango ya utume, kama hatujakuwa na shina na mizizi katika Kristo Yesu, utume wetu uweze kufanikiwa zaidi. Lakini tunapotumaini katika Kristo Yesu na kufukua shina katika Kristo Yesu, ndipo utume wetu unafanikiwa zaidi. Tunafanya kama mipango katika mafanikio makubwa ya kiwango cha juu, tukitumia mbinu ambazo Yesu alitumia katika kazi yake ya utume, na hivyo tunakuwa na mafanikio katika kazi ya Mungu. Hata Yesu pia alisema kwamba shina shoka limeweka katika shina, mti ambao hauzai utakatwa. Kwa tunaposhikamanishwa na Kristo, tutakuwa ni miti ya haki, miti inayozaa matunda, miti na ustawi, miti yenye mafanikio, na hatuwezi kukatwa na shoka, maana tumejikita mizizi yetu tukishikamanishwa na Yesu ambaye ndio asili ya mafanikio yetu. Ustawi wa mimea unategemea yule aliyeiumba. Anairuzuku kwa kuipatia chakula, anairuzuku kwa kuipatia maji. Pia maisha yetu ya kiroho huwa yanastawi kunapojishikamanisha na Kristo. Kujisha neno la Mungu, kuwa na maombi, kushuhudia, kuwa na ushirika, fellowship, kushikamana katika mambo ya kiroho, na hivyo natufanya tuweze kukua kila siku katika wokovu. Tunapojitenga mbali na shina ambayo Kristo, ni rahisi kunyauka, na tawi yanaponyauka yanakusanywa na kupigwa
kupigwa moto. Kwa hiyo tuweze kuwa na maana katika maisha yetu, tujishikanishe na Kristo ambaye ni shina halisi na ni chimbuko la uwepo na ustawi wetu katika maisha ya kiroho. Asante. Na Mwinjilisti Masaka amenitafakarisha kidogo wakati anaelezea namna ambavyo Mkristo anapaswa kukita mizizi ndani kabisa. Nikawa najaribu kutazama mimea. Daktari Martin, nafahamu wewe pia unafuatilia mambo ya mimea. Mmea ambao hauna mizizi, ikatokea upepo umepiga ule mmea, utaanguka kabisa na kufa. Hali kadhalika hata Mkristo naye ambaye anakuwa hana mizizi ya kutosha katika neno la Mungu, ni rahisi sana kupeperushwa na kupigwa na mafundisho ya uongo. Naona kama una jambo fulani pia la kuongeza zaidi, nikukaribisha. Hakika sayansi ya mimea inasema mmea utahitaji udongo ili mizizi ile iweze kuchanua. Utahitaji virutubishi na maji kupita katika ule udongo ili mmea ule uweze kuota, ukue. Utahitaji mwanga wa jua ili uendelee kustawi na kuchanua. Utahitaji hewa pia. Sasa kukua wenye shina katika kukua katika Kristo. Iko miti ya aina 4 katika kukua katika Kristo. Luka anapoeleza habari hiyo, Luka 8 aya 11 mpaka 15, anapotumia istiari ya mbegu kabla sasa ya mmea kuweza kuchipua, anaeleza miti ya aina 4 ambayo wengi, asilimia kubwa katika maisha yetu ndivyo yalivyo. Aina ya kwanza ni ile mbegu ambayo ilianguka njiani. Ilivyoanguka wakapita wapita njia wakaikanyaga. Hao ni watu ambao katika maisha ya ulimwengu huu wamempokea Kristo, lakini kutokana na vurugu, kutokana na kwamba hawapo katika mkondo sahihi, wakaweza kuondoshwa. Hawa ni wale ambao mkondo wa mafundisho ya uongo uliweza kuwapitia. Na aina ya pili ya mti ni ule ambao ulianguka katika mwamba. Mizizi haikwenda chini, mzizi haukukita, kwa hiyo ilipopiga jua kidogo tu ukayeyuka. Hawa ni watu ambao wamempokea Kristo lakini hawajazama ndani katika kukua, wamebaki juu. Aina ya tatu ni wale ambao wameanguka katika miba. Changamoto za dunia hii, misongosongo, majukumu, uchumi, ekaeka, kukurukakala nyingi, wanajikuta kwamba inazongwa, mbegu inashindwa kuchanua. Lakini kuna aina ya 4 ambao kwenye udongo mzuri, hawa sasa wanaota, wanakuwa, wanastawi. Na katika kustawi huku angalizo lipo kwamba unapostawi, ikiwa hauna matunda, shoka limeweza kuwekwa. Na matunda yatatokaje? Matunda yatatoka unapokaa katika Kristo. Kama mzabibu, Kristo anapokaa ndani na wewe ukakaa ndani yake, ndipo kuzaa sana kunaweza kutokea. Kwa hiyo katika maisha yetu ya Kristo tujiulize, mimi ni aina gani ya mti? Wewe ni aina gani ya mti? Lakini katika yote tutambue ya kwamba kukua katika Kristo Yesu kunahusisha kwanza Mungu ambaye alieleza katika neno lake Biblia. Pili, inahusisha Kristo ambaye alieleza katika Injili. Na tatu, Roho Mtakatifu. Vyote kwa pamoja ndipo ustawi, kukua na kuzaa matunda. Asante. Naam, nashukuru kwa mkazo huo ambao kimsingi unaenda sasa kuainisha namna uhusiano ulivyo wa mimea na maisha ya Mkristo. Kiukweli nimejifunza jambo fulani ambalo kimsingi linanisaidia sana katika mtazamo wa kiroho. Tukienda mbali zaidi, Mwinjilisti Masaka, kuna ile Wakolosai sura ya 2 ukianzia mstari wa 11 mpaka 15. Hapa sasa ndipo ambapo madhehebu ya Kikristo wanakuwa wanatofautiana sana. Wengi wao wanasema kwamba imegongomelewa msalabani. Paulo anakuwa anajenga hoja yake katika Wakolosai sura ya 2 fungu la 14 akisema, kisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki akaigongomelea msalabani. Sasa swali hapo, kilichogongomelewa msalabani kwa mujibu wa Paulo ni nini? Na anaonekana ana mkazo sana na kusisitiza pale. Anasisitiza jambo gani? Wakristo wengi wanachanganya hii haya. Wengine wanahusianisha kwamba kilichogongelewa pale msalabani ni Sabato. Wengine wanasema zile amri zimegongelewa msalabani, kwa sasa hivi tupo huru, tunaokolewa kwa neema tu.
neema ya Bwana inatosha, hatuna shida ya amri 10 za Mungu. Sasa ukimwambia kwamba wewe unazini, akimwambia swali wanasema hapana. Unaiba, hapana. Ila shida ni nini? Shida yake kubwa, Wakristo wengi wamejikita kuhusiana na Sabato. Yaani shida ipo kwenye amri zingine isipokuwa ni Sabato, na hapa ndipo ilipo pambano kuu. Kwa nini Sabato? Sabato ni amri pekee ya Mungu katika zile amri 10 za Mungu inayomfunua Mungu. Inayofunua uwepo wa Mungu. Inatangaza kwamba kuna Mungu muumbaji, mtawala wa vyote na anastahili kuabudiwa. Ukitoa amri ile ya 4 katika amri 10 za Mungu kaiondoa zikabaki 9, una uwezo wa kuabudu chochote. Maana yeye ndio inatambulisha uwepo wa Mungu na kwamba anastahili kuabudiwa na ni mtawala wa vyote. Kwa aya hii haihusiani na kugongombelewa msalabani Sabato wala amri 10 za Mungu. Maana amri 10 za Mungu ni tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu huwa haigongombelewi msalabani, na Sabato ni muhuri wa Mungu. Muhuri wa Mungu hauwezi kugongombelewa msalabani. Ni muhuri wa Mungu, unadhihirisha uwepo wa Mungu, mamlaka yake, cheo chake, utawala wake, na anastahili kuabudiwa. Kwa hiyo amri katika aya hizi za Kolosai zinashughulika na mambo mawili. Jambo la kwanza nazungumzia hati ya makosa ambayo imeandikwa kutushtaki ili kufanya uadui kati yetu. Lakini jambo la pili inazungumzia kaida za kidini. Kaida za kidini zikiwa pamoja na mambo ya tohara. Na ndio maana katika aya 11 anasema hivi, katika aya 11 Kolosai 2:11, katika yeye mmetairiwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo. Tohara ya Kristo ni tohara ya kiroho, kutahiri mioyo yetu na kuvua utu wetu wa kale, kuondoa uchafu ambao upo ndani ya mioyo yetu. Lakini aya 11:12 anasema mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Anafananisha tohara na ubatizo. Tunapobatizwa na kuongoka, tunakuwa tumevua utu wa kale, ni sawa na kutahiriwa, kuondoa uchafu katika mwili na kuwa katika hali ya upya. Mkafufuliwa pamoja naye na kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akisha kutusamea makosa. Anapotutakasa, anaondoa ile hali ya kufa kwetu kiroho, anaondoa ile hali ya kutokutahiriwa kiroho, tunakuwa na tohara halisi ya kiroho. Akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na wadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, kagongomelea msalabani. Akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo, kwa ujasiri akizishangilia katika msalaba. Kilichogongelewa pale msalabani ni ile hati ya kutushtaki inayofanya wadui, lakini kingine kingine msalabani ni zile kaida za kidini, ikiwa pamoja na utoaji kafara, ambao ukiuhalisia kafara zilikuwa zinatolewa na ilikuwa ni maelekezo ya Mungu, na hizi kafara zilikuwa ndokezwa kwa Kristo. Na ndio maana kondoo alikuwa anatolewa awe kondoo mkamilifu, asiwe na hila, asiwe na ulemavu, maana zinalenga kafara kuu ya Kristo. Na ndio maana Yohana alisema katika Yohana 1:29, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Kwa taratibu za kafara zilikuwa zinatuelekeza kwa Kristo, kafara kuu. Na alipokufa pale Yesu pale msalabani, alipojitoa kafara kufa pale msalabani, zile kaida za kidini na makafara zilikomea pale. Zilikuwa na kivuli, zinatuelekeza katika uhalisia ambao ni Kristo. Uhalisia ulipokuja, hatuna sababu ya kuangalia tena kivuli. Kwa hiyo gongo pale msalabani inazungumzia zile kaida za kidini ambazo zilikuwa zinaelekeza katika uhalisia wa Kristo Yesu, na sio Sabato wala amri 10 za Mungu ambao ni nakala tabia yake na ni uhalisia wa ufunuo wa upendo wa Mungu. Asante. Asante kwa maelezo hayo, kwamba kimsingi amri 10 hazikuondolewa, ilikuwa tu ni kama mlivyochambua hapo kwamba zile taratibu za kawaida ambazo walikuwa wamezizoelea. Tukienda mbali, Dr. Martin, unaweza kaongeza pia katika eneo hilo na kuona bado una jambo, lakini pia unaweza kwenda mbali zaidi katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 16 ambapo zimeorodheshwa pale desturi za Kiyahudi. Na
Mtume Paulo anawakataza wale kuwahukumu kuhusiana na mambo ya vyakula na namna zote. Sasa anaposema baadhi ya yale mambo kwa ile orodha, anasema ilikuwa ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Kwa hiyo utachambua hapo pia hayo masuala ya vyakula na nini na mtazamo huu wa Paulo. Karibu sana. Naam, asante sana. Matendo yote ya kiibada ambayo hahusishwi Kristo ni ushirikina kama ushirikina mwingine. Kafara zote zinazofanyika, matoleo yoyote, vyakula vyovyote, hata Sabato ikiwa haihusishi Kristo ni ushirikina tu kama ushirikina mwingine. Paulo alipiga vita sheria za Kiyahudi ambazo zinatajwa hapo, vile vyakula na vinywaji. Kulikuwa na kawaida, tamaduni za kula yule mnyama nini, vinywaji, kuna sadaka pale zilikuwa zinatolewa. Halafu kulikuwa na mapokeo na falsafa mbalimbali za kidunia. Hiyo sasa ndo habari ya chochote ambacho kitatumika, chochote ambacho kitakacholiwa ni chema. Kwa hiyo utakuja utaangalia kwamba Paulo alisimama thabiti, akaeleza waziwazi kwamba ikiwa matendo yetu ya ibada hayamhusishi Kristo ni ushirikina kama ushirikina mwingine. Kafara zile zilikwisha toweka, leo hatupo nazo. Kafara sasa hivi zinafanyika upande wa pili, sio kwa Kristo tena. Niseme maneno haya ili tuweze kwenda sambamba. Iligongomelewa msalabani wakati ambapo uadui, tulikuwa maadui na Mungu kupitia dhambi, ndivyo Kristo alivyokuja akatupatanisha na tukawa watakatifu kwa Mungu. Kilichogongomelewa msalabani ni ile hati, kama ilivyoelezwa vizuri na mwinjilisti, ndicho pekee. Lakini sheria, neno la Mungu halipingani. Ukweli katika neno ndio ukweli katika Injili. Katu Kristo hawezi kusema hapana huku neno likasema ndio. Neno haliwezi kusema ndio, Kristo akasema hapana, kwani ni ufunuo wa Mungu mwenyewe. Tutambue mambo haya ya kwamba katika ibada zetu, katika chochote tunachokifanya, Kristo ndio awe kiini, ndio awe mwili, kwani yote yale mengine yalikuwa vivuli. Najua unaweza ukajiuliza kwa nini Sabato zinaendelea sasa kama hayo mengine kafara zilitoweka? Kwa nini Sabato? Sabato ina msingi hata kabla ya dini hizi, hata kabla ya Uyahudi kuwako. Sabato ilikuwako tangu uumbaji na ndiyo ishara itakayoendelea milele na milele zote kwa watu wa Mungu. Sabato zilizositishwa ni zile Sabato za miandamo ya miezi. Utaisoma vizuri kwenye Hosea 2, anaeleza habari hizo. Kwa hiyo nikusomee aya moja hapa, Wakorinto wa kwanza sura ya 6 aya 12 na 13. Anasema, vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Vyakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa vyakula, lakini Mungu atavitowesha vyote viwili, tumbo na vyakula. Lakini mwili si kwa zinaa, bali ni kwa Bwana, naye Bwana ni kwa mwili. Bwana ni kwa mwili. Tumbo, vyakula, Bwana atavitowesha vyote. Injili kwa watu wanaotumia vyakula, injili kwa watu wanaotumia vinywaji, tunawapelekea kwa namna ambavyo Paulo aliwapelekea. Lakini linapokuja swala la wokovu, swala la kanisa, mwenendo wa Mkristo inabidi iwe Kristo mwenyewe. Asante. Naam, asante Dr. Martin. Mwinjilisi Masaka, bado naona katika Wakolosai sura ya 2 fungu la 16 kuna orodha ya desturi na mambo mengi sana ya Wayahudi. Na ukiangazia pale Mtume Paulo anasema mtu asiwahukumu katika vyakula au vinywaji. Sasa swali langu, hatupaswi kushauriana pale mtu anapoenda vibaya? Je, ni hukumu? Na kama ni hukumu, je, tunawasaidiaje watu wengine ambao unakuta labda wanaenda tofauti? Na muktadha hasa
wa Paulo kuhusiana na kuhukumiana huku kwa vyakula na vinywaji ni nini? Watu kwanza wanachanganya neno hukumu. Wanachanganya neno hukumu, wanadhani mtu ukimwonya basi umemhukumu. Kuhukumu na kuonya vitu viwili tofauti. Kuonya ni ile hali ya kumwelekeza mtu kutenda haki au kufanya mapenzi ya Mungu, huko ni kumuonya. Lakini kumhukumu ni kukata maamuzi kwamba wewe utapotea tu. Utapotea, wewe ni mtu wa kupotea tu. Yaani unamkatia maamuzi kabisa moja kwa moja. Huko ndio kuhukumu. Anapozungumzia mtu asiwahukumu, huyu ni Paulo anawaambia waumini wa Kolosai kwamba wale walimu wa uongo wanaokuja kwenu kupotosha mafundisho ambayo nawafundisha, msiruhusu wakawahukumu kwa mambo haya ambao ni kaida za dini ya Kiyahudi, ambazo wale waumini wa Kiyahudi walipoongoka kuwa Kristo baadaye walizichukua wakaziweka ili ziwe ni sehemu moja hapo ya kanuni za Kikristo. Kwa Paulo anakemea hii hali kwamba sije mtu akawahukumu kwa mambo haya ambao ni desturi na kaida za kidini za Kiyahudi, kama vile sikukuu. Kitabu cha Hosea 2:11 anaelezea vizuri, tena nitaikomesha furaha yake yote. Huyu Bwana anasema kabisa kwa kinywa cha Hosea kwamba tena nitakomesha furaha yake yote na sikukuu zake, maana zilikuwa ni nyingi, na siku zake za mwandamo wa mwezi na sabato zake na mikusanyiko yake yote iliyoamliwa. Walikuwa na sikukuu nyingi za miaka, sikukuu nyingi za mwandamo wa mwezi, walikuwa na sikukuu nyingi za sabato. Nataka uelewe kitu hiki. Utofautishe ile amri ya 4 ambayo Mungu anasema na siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Na katika kitabu cha Marko pia sura ya 2 aya ile ya 28 anasema mwana wa Adamu ndiye Bwana wa sabato. Kwa hiyo sabato ya siku ya 7, sabato ya amri ya 4 ni sabato ya Bwana. Lakini sabato za sikukuu anasema sabato zenu, sabato zao. Kwa hiyo tofauti kati ya sabato zao, sabato zenu na sabato ya Bwana. Sabato ya Bwana ni ile amri ya 4 ambayo ni mojawapo katika amri 10 za Mungu, inayozungumzia ibada ya siku ya 7 ya juma, na ni sabato ambayo katika amri 10 za Mungu ni amri ambayo inazungumzia kwamba ni muhuri wa Mungu aliye hai. Kwa nini ni muhuri? Kwa sababu inataja mamlaka ya Mungu, cheo chake, eneo na utawala, na kwamba anastahili kuabudiwa. Kwa kuna tofauti kati ya sabato ya Bwana na sabato zenu. Zilikuwa nyingi zenu, Bwana anasema zenu zilikuwa nyingi na zilikuwa zinahusisha sikukuu mbalimbali. Kwa mfano, kulikuwa na sabato ya mwaka wa 7. Mtalima shamba miaka 6, mwaka wa 7 mtapumzia shamba, hamtalima wala kupalilia. Mazao yatakayokuwa yakiota watakula watu wageni watakula utembea, lakini hata shamba litapumzika, ni sabato yake. Kwa sabato pia nyingine mtahesabu zile sabato za miaka 7 mtahesabu mara 7, kwa itakuwa miaka 49. Mwaka 50 ni jubilii, nao ni sabato. Kwa hiyo zilikuwa sabato nyingi, ndio maana nasema sabato zenu. Kwa kuna sabato zenu na sabato ya Bwana. Kwa usitofauti, lazima usichanganye hapo. Sabato ya Bwana ni ile sabato ya siku ya 7 ambayo ni amri ya Mungu. Lakini sabato zenu ni sikukuu za sabato ambazo zilikuwa ni nyingi tu. Kwa mtu asije akawahukumu kwa hizo sikukuu ambazo ni kaida za dini ya Kiyahudi, ambazo baadhi ya walimu waongo waliziingiza ili kupotosha waumini hawa wa Kolosai wakanganyikiwe kwamba kipi ni kipi. Paulo anajaribu kuweka sawa kwamba mtu asiwahukumu. Kwa hiyo tunapozungumzia kivuli au mwili, kuna swali fulani limeulizwa pale, kivuli au mwili? Ni mwili, sio kivuli. Kivuli ni zile kaida na zile kafara ambazo zilikuwa zinatolewa, ambao zilikuwa zinaelekeza kwa Kristo, ambao ndio mwili sasa mwenyewe, ambaye kupitia kwake tunapata upatanisho, tunapata wokovu. Kwa hiyo sio kivuli, ni mwili. Maana kivuli kinaelekeza katika mwili ambao ni Kristo Yesu. Kwa tunapatiwa tumtazame Kristo kwamba ndio upatanisho, ndio wokovu wetu. Tusiangalie kivuli, maana kivuli kinapofika kitu halisi, kivuli hakina kazi tena. Tunaangalia kitu halisi. Sasa anapita labda kitu fulani juu au ndege, unaona kivuli cha ndege, lakini ikishatua unajaga tena kuangalia kivuli, unaangalia kitu halisi. Kwa kivuli na hakina kazi, maana uhalisia tayari umetokea ambao ni Kristo Yesu. Asante.
Naam, asante kwa uchambuzi huo. Kimsingi Mtume Paulo anajaribu kuonesha kwamba hatupaswi kuweka mizigo ya kibinadamu, yaani kuwahukumu wengine na kuweka hatima yao, kwa sababu mhukumu kimsingi ni Mungu, ndo anajua uhalisia hasa wa maisha ya kila mtu. Kufikia hatua hiyo, mpenzi mtazamaji, tupate mapumziko mafupi. Endelea kuwa nasi, tutarejea baada ya muda si punde. BW Media, stay informed. Na mpenzi mtazamaji, karibu tena. Kipindi hewani ni mwongozo wa kujifunza Biblia kutoka channel yetu ya BW Media. Na leo tuko katika somo la 10 tukiangazia kutimilika katika Kristo. Kutimilika katika Kristo. Bado niko na wachambuzi ambao tunaendelea kuangalia, tukiangazia zaidi kitabu cha Wakolosai sura ya 2. Ni miongoni mwa aya au nyaraka za Paulo ambazo zina mkanganyiko mno, hasa kwa Wakristo. Wanakuwa wanatofautiana sana mawazo, hata wale wanazuoni ambao wao necha yao ni kuchimba ndani kabisa, nao pia wanakuwa na hoja fulani kinzani. Lakini katika somo la leo, mpenzi mtazamaji, ni kuhakikishie tu kwamba unaenda kufahamu ndani zaidi wa haya nyingi. Tumekwisha kujadili kwa mfano kugongomelewa msalabani ilikuwa inamaanisha nini, na tunaenda sambali zaidi nikiungana na wachambuzi hapa. Endelea kuwa nasi. Mwinjilisti Masaka, Mtume Paulo anaeleza katika Wakolosai sura ya 2 20 mpaka 23, anazungumzia amri na mafundisho ya wanadamu. Ni mafundisho gani aliyokuwa anasema? Lakini pia inaonekana ni ukali kidogo unatumika hapa. Kulikuwa na tatizo gani mpaka Mtume Paulo anawakemea na anawaambia pia wasifuatishe yale mafundisho na amri za wanadamu? Kulikuwa na tatizo kubwa kutoka kwa walimu wa uongo au kutoka kwa mbwa mwitu wakali ambao walikuwa wanalalua kundi. Paulo alikuwa akifanya kazi, lakini kuna watu walikuwa wanakuja nyuma yake kama mbwa mwitu kuharibu kundi, kuharibu waumini kwa mafundisho yale ambapo walikuwa wanaweka msingi kabisa katika Kristo Yesu ili wakuwe katika wokovu. Kwa hiyo shetani alikuwa anatumia hawa watu walimu wa uongo kuharibu imani ya hawa waongofu wapya. Na walimu hao waongo walikuwa ni waongofu wa Kiyahudi ambao walikuwa wa Kristo. Walikuja na desturi na kaida za Kiyahudi ambazo zilikuwa ni kikwazo kikubwa kwa waumini hawa wapya waongofu. Kaida hizi za kidini ambazo tulijifunza kwamba zimegongolewa msalabani, bado walikuwa wanakuja nazo kama ni sehemu mojawapo ya Ukristo na kufanya kongwa la hawa waumini wapya kuwa ni gumu sana, yani kuwafanya waumini wapya waone Ukristo ni kitu kigumu sana. Katika aya 20 na Kolosai sura ya 2 anasema, basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo mkaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia chini ya amri kama yenye kuishi duniani? Amri gani? Msishike, msionje, msiguse. Mambo hayo yote uharibika wakati wa kutumiwa, bali mkiyafuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. 23, mambo haya yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe na katika kunyenyekea na katika utawala mwili kwa ukali, lakini haifai kitu kwa kuzizuia tamaa za mwili. Wakiwa mafundisho yao ya walimu wa uongo yalikuwa ni mafundisho ambayo yanatumika kuzuia mwili kwa ukali. Yaani unatumia nguvu kutawala mwili. Mwili hautawaliwi na nguvu za kibinadamu. Mwili hautawaliwi na sheria ngumu ulizoziweka. Hapana. Mwili unatawaliwa pale tunapokubali kujisalimisha kwa Yesu Kristo, ili atawale hisia zetu, atawale tamaa zetu. Hata mwajiwekewa sheria ngumu namna gani za kutawala mwili ili tamaa zako zisiweze kuwaka na usiweze kukiuka amri za Mungu, kwa kuweka taratibu ngumu katika maisha yako, huwezi kudhibiti mwili wala kushinda tamaa za kimwili. Pale unapojisalimisha kwa Kristo ndipo unapata nguvu za kushinda tamaa na hisia ambazo za kimwili. Kwa hiyo Paulo alikuwa anashughulika na waumini wa Kolosai akiwahusia na kuwaelekeza namna gani walimu hawa wa uongo wanaweza kuharibu imani yao na kuwafanya kuwa mateka katika elimu yao. Na hivyo aliwakuwa anatahadharisha kwamba haya mafundisho ambayo wanatoa hawa walimu wa uongo ni mafundisho ya kibinadamu, ni mafundisho ya ulimwengu, na wala hayawajengi kiroho, yanawafanya waweze kuwa watumwa tu. Yaani wewe umeshakuwa mwongofu wa Kristo, lakini wao wanataka kufanya kuwa mwongofu wa dini ya Kiyahudi.
Kwa hiyo hapo wanaharibu imani halisi ambayo Paulo alikuwa ameweka msingi. Kwa hiyo Paulo alikuwa anatumia lugha ngumu wakati fulani ili kuwafanya waumini wa Kolosai wawe na usikivu. Unajua kuna wakati fulani inabidi utumie maneno magumu ili kufanya watu wengine wawe na usikivu. Wengine bila kutumia maneno magumu huwa hawana usikivu. Kwa hiyo tumie maneno magumu na makali ili kufanya waumini wa Kolosai waelekeze usikivu wao katika mafundisho ambayo Paulo aliweka msingi katika Kristo Yesu, na kuachana mafundisho ya ulimwengu, mafundisho ya walimu wa uongo ambayo ilikuwa ni ya kupita, mafundisho ya mwili. Kwa hiyo Paulo anatumia lugha hii katika maisha yetu ili tuweze kuwa imara. Hatuwezi tukawa imara kwa kudhibiti mwili yetu kwa kuvuka sheria ngumu, bali kwa kujisalimisha kwa Kristo, kusalimisha mapenzi yetu chini ya mapenzi ya Kristo na nia zetu chini ya nia ya Kristo, ili tuongozwe na yeye tuweze kufanya yale ambayo Mungu alikusudia yaweze kutujenga kiroho na kutufanya kuwa watumishi na waumini katika dini ya Kristo ya kweli. Asante. Kimsingi nakubaliana sana na Mwinjilisti Masaka kwamba sheria za ziada ambazo wale walikuwa wanaweka haziwezi kumuongeza mtu kiroho, lakini pia hazina nguvu ya kubadili moyo wa mtu. Hali kadhalika tunaweza tukasema kwamba tunaweza kugeuza dini kuwa mfumo wa kanuni badala ya uhusiano hai na Kristo. Kwa zile nyingi zilikuwa haziwapelekei watu kuwa na uhusiano wa moja kwa moja na Mungu, zilikuwa ni mzigo. Daktari Martin, naona bado una jambo fulani la kuongeza hapo kabla hatujazama sasa kwenda kwamba mtazamaji anapata mambo gani katika somo la leo. Naam, asante sana mwenyekiti, asante pia Elda Masaka. Nikianzia na hiyo pointi ya mwisho imenipa jambo hapa kwamba Ukristo sio mfumo tu wa sheria, bali ni mfumo wa uhusiano. Ni uhusiano kati ya mtu na Mungu wake, kati ya Mungu na mwanadamu, sio mfumo wa sheria. Maagizo ya mwanadamu. Jambo la kwanza ambalo natamani nishiriki nawe mtazamaji, nimekosa tu maneno ya Kiswahili, lakini katika usomaji wa Biblia yako mambo mawili ambayo tunaweza kupata maagizo ambayo yatatufaa katika maisha yetu. Jambo la kwanza ni exegesis. Hii ni kusoma na kupata kile ambacho neno linataka katika maisha yetu. Kusoma na kupata kile ambacho neno linataka katika maisha yetu. Na njia ya pili ni eisegesis. Hii ni wewe sasa kile ulicho nacho katika maisha yako kwenda kutafuta sapoti katika neno. Neno la Mungu linabidi tutumie exegesis. Twende pale tusome, tujifunze, tuweze kung'amua. Jumbe kama hizi tunazozisoma zinaonekana tata kwa sababu tuna tafsiri tayari, tuna maana tayari. Kwa hiyo tunataka support kutoka katika neno la Mungu. Jambo la pili la kujifunza katika maagizo ya mwanadamu katika uhalisia hivi leo, mambo kama funga, mambo kama swaumu, mambo kama sadaka, mambo kama huduma kwa jamii, kwenda kuwaona watu, kama hayajavuviwa, kama hayajajazwa na Kristo, ni kazi bure, ni unafiki na kujilisha upepo. Kwani sio kila atakayeita Bwana Bwana ataurithi uzima wa milele. Wangapi wapo upande wa Ibilisi, lakini wanaabudu, wanatoa sadaka, wanafanya matendo ya huruma. Mzizi lazima uwe Kristo. Nimshukuru Elda, ameelezea vizuri katika habari ya kutiisha mwili. Kanuni, funga, sijui 3 kavu 7 kavu, kama Kristo hajafanya badiliko la moyo, itakuwa ni unafiki, itakuwa ni kazi bure na hakuna matokeo yoyote. Matokeo yoyote, nizungumze na mtu ambaye anatamani adhibiti tamaa za mwili, kama ni ulevi, kama ni uvutaji sigara, kama ni uasherati, kujisalimisha kikamilifu kwa Kristo ili aweze kubadilisha moyo, ndipo matendo, ndipo matokeo, ndipo tabia ya nje itaweza kuonekana. Lakini kwa jitihada, kwa nguvu, kwa ukali, itakuwa unajitesa na unauchosha mwili. Hebu salimisha maisha yako mpaka ifike pahala useme Mungu siwezi, ingilia kati,
unirehemu. Jambo la mwisho ninalotamani tumalizie ni kwamba huwezi kuongeza chochote katika alichokifanya Kristo. Huwezi kuongeza chochote kwa alichokifanya Kristo. Tunazungumzia utimilifu kwa Kristo, bali unaweza kutembea mule sawasawa na alivyofanya Kristo. Ikiwa kuna jitihada, ikiwa kuna juhudi, ikiwa kuna bidii katika kufanya mambo, iwe bidii baada itokanayo na upendo wa Kristo na mguso wa Kristo itokee ndani. Dini halisi, dini inayofaa ni ile inayotoka moyoni, sio inayoanzia nje. Asante. Naam, niwashukuru wachambuzi kwa namna ambavyo tumejadili kwa kina sana somo hili, tukiangazia kutimilika katika Kristo, ambapo tumejaribu kugusa aya tata ambazo kimsingi zinaleta mkanganyiko sana kwa waumini wa Kristo na watu ambao wanapenda kufuatilia maandishi na nyaraka mbalimbali za Mtume Paulo, tukiangazia Wakolosai sura ya 2. Sasa tunaenda mwishoni kabisa, Dr. Martin, na natamani mtazamaji atoke na jambo ambalo wewe unaona ni la msisitizo sana katika somo la leo. Karibu. Asante. Mambo ya kujifunza ya kutoka nayo. Jambo la kwanza, nitasema manne. Jambo la kwanza, tunapozungumzia kutimilika katika Kristo, lazima mwanzilishi awe Kristo, lazima mtimilishaji awe Kristo. Waebrania 12 aya ya 2, mwenye kuanzisha na kukamilisha imani yetu. Kutimilika katika Kristo, lazima neno la Mungu, Torati na manabii iende sambamba na Injili. Sio tofauti, haipingani, ni neno moja. Unapomsoma Yesu katika Mwanzo, katika Hosea, ndiye Yesu katika Mathayo, katika Wakorinto na Wakolosai. Jambo lingine la kujifunza ni kwamba ili utimilifu uweze kutimilika katika Kristo Yesu, lazima ifike pahala tuone kwamba matendo yote ya kimwili, ibada zote dhaifu za mazoea, ikiwa hazimuhusishi Kristo, ni matendo tu, ni vivuli. Utimilifu ni katika Kristo Yesu. Na mwisho kabisa, jambo ambalo natamani tuangazie ni kwamba kwa wote, kwa mataifa. Kumbuka hapa Paulo alikuwa anazungumza kwa mataifa. Kwa mataifa wote, usione mzigo kwamba kuacha pombe, kuacha nguruwe, kuacha nini ili uambatane na huyu Yesu. Hapana, unapoambatana na huyu Yesu, hayo yote unayoyaona ni mzigo, hayo yote unayoyaona ni utata kuyaacha, utajikuta wewe mwenyewe bila jitihada, bila juhudi, unafunuliwa nuru, na utakuwa na utayashika kama kanuni za kiafya, lakini haitokuwa kichaka cha kukimbilia kuishi maisha ya tamaa za mwili. Amina. Naam, ni nafasi yako sasa, Mwinjilisti Masaka. Una mkazo gani katika hii kitabu cha Wakolosai sura ya 2? Ni shauku ya Paulo kwa waumini wa Kolosai kwamba wakamilishwe, na kukamilishwa kwao kunakamilishwa na Kristo mwenyewe. Anayewakamilisha ni Kristo, sio kanuni au sheria ngumu na zenye ukali ambao zenye kuudhibiti na kuutawala mwili naweza kukamilisha ukamilifu wa waumini wa Kolosai. Ni shauku yangu pia leo kwamba kupitia Kristo Yesu sote tunakamilishwa, na kwa moja kwa kujisalimisha kwake, ili tuachie vyote kwake pasipo kubakisha chochote. Ni sawa sawa na mtu ambaye ameamini hapo awali alikuwa labda ana mganga wa kienyeji au ameenda kwa mambo haya ushirikina, akachukua dawa na akapata mazindiko. Anapompokea Yesu, inabidi vile vitu ambavyo alivyokuwa navyo avitoe vyote, vichomwe moto, asibakishe chochote. Kuna mtu mmoja alifanya hivyo, lakini kuna kitu kimoja alikuwa amekibakisha. Sasa unapojitoa kwa Kristo, hautakiwi kubakisha chochote, kwa maana kwamba toa moyo wako wote kwa Yesu, nafsi yako, roho, jisalimisha kwa Yesu ili yeye afanye kazi ya kukutukamilisha. Hatuwezi kukamilishwa kwa kushika sheria ngumu ambazo tumejiwekea wenyewe za kibinadamu na za ulimwengu, ambazo Paulo alikuwa anazikemea hapa. Hazitukamilisha, isipokuwa tunapokubali kujisalimisha wenyewe kwa Kristo, ndipo tunakamilishwa. Na alizungumza hivyo kitabu kile cha Warumi sura ya 12 aya ya kwanza
Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, kumpendeza Mungu, ndio ibada yenye maana. Kujitoa kwetu kwa Kristo ndipo tunapata kuwa na ibada yenye maana, tunakamilishwa, tunafaa kwa ajili ya maisha ya milele. Nikupatie wito wa pekee katika masaa mazuri unapata kipindi hiki. Tujitoe kwa Kristo, tujisalimishe kwake ili atukamilishe, tufae kuwa waumini wa ulimwengu huu na katika maisha yale yajayo. Asante. Basi tuombe. Asante Mungu wetu, tunashukuru kipindi hiki cha mwanzo kujifunza Biblia. Tumejifunza namna ambavyo tunaweza kukamilishwa kupitia Kristo Yesu. Tunasalimisha maisha yetu kwako, tunahitaji Bwana utukamilishe, ututakase, utufanyie tohara ya kweli ya moyoni, utupatie ubatizo wa Roho Mtakatifu ili tuweze kuliishi neno na kulitenda. Tunajikabidhi tukiomba neema yako kwa kila anayefuatia kipindi hiki, ikawa ni baraka kwake. Tunaomba katika jina la Yesu, amina. Na mpenzi mtazamaji, niseme tu kwa kifupi mambo ambayo katika somo la leo tumekazia sana na ambayo ni msingi hasa kwa wale watu ambao wanafuatilia maandiko matakatifu, hususan kitabu cha Wakolosai sura ya 2. Swala la kwanza, tumebaini ya kwamba Kristo ndiye chanzo cha hekima yote ya kiroho. Sio mawazo ya kibinadamu, ustaarabu wa mtu na namna yote. Jambo la pili, tunapaswa kuwa na mizizi ndani yake kupitia neno. Yaani misingi yetu na mtazamo wetu kwenye muktadha wa kiroho, kila unachokiamini kijikite zaidi katika maandiko matakatifu, yani Biblia. Hapo mtu hawezi kukutoa, uelewe kulingana na muktadha ulivyo. Lakini swala la tatu, hatupaswi kurudi nyuma au kurudi katika utumwa wa mafundisho ya kibinadamu baada ya kuwekwa huru na Kristo. Yaani ukishafahamu ukweli sasa, upaswi tena kuanza kurudi tena nyuma kwenye mambo yale ambayo kimsingi sio ya maana tena, kwa sababu unakuwa ukishamuelewa Kristo, mtazamo wako na mawazo yako yote yanakuwa yamebadilika kuelekea katika mtazamo mpya. Kwa hiyo hupaswi tena kurudi. Hii niseme tu ndio tamati ya kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, lakini niseme tu kwamba nyuma ya kamera alikuwepo William Mjembe akiratibu matukio haya. Nikukumbushe tu usiache kusubscribe kama ni mara ya kwanza kutembelea katika channel yetu, lakini usiache pia kushare, kulike na kucomment. Maudhui haya ni muhimu sana yakiwafikia watu wengi zaidi. Mpaka juma lijalo, nikukaribishe katika kuongoza kipindi hiki. Naitwa Watson Mwakijola. Hii ni BW Media.